zaka akawaua kwa sababu ya kuacha kutoa Omar alikuja kwa Abubakari akamwambia unaandaa jeshi la kuwaua watu ambao ni Waislamu wameacha kutoa zaka. Akasema wameuacha Uislamu wenyewe, kwa sababu kuacha kutoa zaka ni kuacha Uislamu. Leo kwa sababu nguzo ya zaka imeachwa, mambo mengi ya Waislamu yametetereka, kwa sababu kwenye Qur'ani swala na zaka vimewekwa pamoja. Sasa tumekuwa tunatekeleza swala, zaka tumefanya nini? Hii dini kuna wakati inahitaji mali. Si tunaelewana? Sasa mnaona huu msikiti mzuri, kusingekuwa na mali tungekaa kwenye msikiti mzuri? Tusingekaa kwenye msikiti mzuri. Ni mtu katoa pesa zake nyingi tu, katengeneza mazingira, amekaa vizuri. Sasa zaka ni katika nguzo muhimu katika hii dini, lakini katika nguzo ambayo imesahaulika ni hii ya zaka. Leo watoto wangapi wa Kiislamu hawana ada mashuleni? Baba zao maskini, baba zao wamekufa, baba zao wamekimbia familia. Kuna watu wanaacha wako vyuo vikuu, kuna watu wanaacha wako sekondari, kuna watu wanaacha wako college, kuna watu wanaacha wako shule ya msingi, na kuna watu nasari ile hawezi kuwasomesha. Kuna watu kulipa ile 2,000 ya mwalimu madrasa hana. Yote ni jukumu la mzazi, lakini mzazi anapokuwa hana uwezo ni jukumu la Baitul Mali. Baitul Mali lakini iwe na hela. Kama Baitul Mali haina hela, kuko kutupu, kutafanywa nini? Hakuna la kufanya. Kwa hiyo hii ni nguzo ya tatu. Nguzo ya kwanza shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Nguzo ya pili ikamu swala, na nguzo ya tatu itau zaka, na nguzo ya 4 arabi saumu ramadhana. Saumu ramadhana ni kufunga Ramadhani. Ramadhani tumeiacha hii juzi, leo ni siku ya 20 toka tumeiacha Ramadhani. Hii ni nguzo haina khiari. Na tukisema nguzo, kila mtu anafanya mwenyewe binafsi. Sawa? Unaweza kumswalia mtu, labda awe maiti. Kuna mtu anaweza kumswalia mtu mwingine? Hakuna. Unaweza ukatamka shahada kwa niaba ya mtu mwingine? Hakuna. Unaweza ukatoa zaka kwa niaba ya mtu mwingine? Hakuna. Yaani wewe unatoa mali yako kwa niaba ya mtu mwingine? Hakuna. Utafunga kwa niaba ya mtu mwingine? Hakuna. Sawa? Kisha nguzo ya 5 kabisa, alkhamis hijjul baiti lilmustati', ni kwenda haji lakini kwa mustati', kwa mtu ambaye anaweza. Na uwezo ni mambo mawili. Uwezo sio mambo mawili tu, muhimu ni mambo mawili, afya na mali. Lakini kuaminika njia iwe na amani. Sawa? Njia ikiwa na amani, unamiliki pesa na wewe una afya, basi unatakiwa ufanye nini? Ufanye haraka kwenda haji, kwa sababu ni nguzo. Nguzo 5 hizi. Ya kwanza
shahadatu an la ilaha illa Allah. Ya pili ikamu swala. Ya tatu itau zaka. Ya nne saumu Ramadhan. Ya tano hajjul baiti lilmustati', kwenda haji kwa mtu mwenye uwezo. Mbona jihadi hamna? Mbona jihadi haikuweka kwenye nguzo za Uislamu? Jihadi mbona haikuwekwa kwenye nguzo za Uislamu? Jihadi haikuweka kwenye nguzo za Kiislamu kwa sababu aslan Uislamu ni amani. Uislamu hakuweka jihadi ibtidaan, kwamba uanze kupigana. La qitala fil islami ibtidaan bali yakunu difaan. Ukiona kwenye Uislamu kuna mapigano, hayo mapigano ni kwa ajili ya kujihami. Mara nyingi vita katika Uislamu inakuwa ni kujihami, sio kuanza kupigana. Sisi tunaelewana? Sasa tukija kuvamiwa lazima tujihami. Kama hakuna kuvamiwa hakuna vita. Sawa? Jambo la kwanza. Jambo la pili, hizi nguzo zote ni faradhu ainin likulli muslimin, ni nguzo za lazima kwa kila Muislamu. Lakini jihad ni faradhun kifaya illa fi baadhi alhalati, isipokuwa katika baadhi ya hali. Jihadi wakienda kupigana wanajeshi fulani ambao tunaona wanatosha, sio lazima kwa waliobaki. Sawa? Sasa nguzo haiko hivyo. Nguzo inakuwa ni lazima kwa kila mtu mukallaf. Jihadi ni faradhun kifaya. Leo hata nchi yetu ina wanajeshi. Wale wakienda kupigana kule, wanajeshi waliowekwa wakatosheleza, basi sisi raia wa kawaida hatuna haja ya kwenda. Lakini wale wakiwa wamezidiwa, sisi yote tutalazimika kwenda kuhami nchi yetu na kuilinda. Ndio hivi kwenye Uislamu jihadi ni faradhun kifaya. Wakitokea baadhi ya watu wakaenda kupigana, waliobaki hakuna dhambi. Kwa hiyo haiwezi kuingia kwenye arkani al-Islam. Mambo haya mawili yameitoa jihadi kwenye nguzo za Kiislamu. Kwanza, sio kipaumbele cha Uislamu kupigana, kwa sababu Uislamu ni dini ya amani, inahimiza amani, inahimiza hata kama kuna mgogoro, mazungumzo, yani ile migogoro iishe kwa mazungumzo. Haikuisha ikalazimika kila njia imetumika, imeshindikana, ikalazimika watu wapigane. Sasa hii tena hatuna njia mbadala. Kwa hiyo jihadi haiwezi kuingia katika nguzo 5 za Kiislamu na yenyewe ikawa ya 6. Hapana. Sisi tumeelewana jamani? Kwa hiyo leo saradna arkan al-Islam, tumezipita ala ujala nguzo za Kiislamu. Sasa zitaenda kuchambuliwa huko ndani moja baada ya nyingine, ili kwa sababu wewe kwenye kichwa tayari ushajua kuna nguzo ya kwanza, nguzo ya pili, nguzo ya tatu, nguzo ya 4, nguzo ya 5. Vitabu vyote vya fikhi kipaumbele chake ni hizi nguzo 5. Yaani utakuta mashekhe wameandika volume 20,
30, 10, wanasherehesha hizi tu, hizi nguzo 5 tu zinashereheshwa, vitabu chungu mzima.